Ripoti yaonyesha Putin analenga adui mpya wa magharibi, yaani waabudu shetani. Rais wa Russia Vladimir Putin na washirika wake wamevitaja vita vya Ukraine kuwa vita dhidi ya waabudu shetani na vile dhidi ya sera zinazounga mkono vitendo vya maingiliano ya kingono baina ya watu wenye jinsia moja za magharibi ambazo wanaona kuwa zinadhoofisha maadili ya jadi ya Kikristo. Katika ripoti kuhusu suala hilo, gazeti la The Times limeutambua msimamo huo kuwa ni mabadiliko makubwa kutoka enzi ya muungano wa Sovieti, wakati kutokuamini kuwepo Mungu ilikuwa sera rasmi ya kiserikali na mamilioni ya watu waliokuwa wakimwamini Mungu waliuawa, kufungwa gerezani au kuteswa katika Urusi ya zamani. Gazeti hilo limeeleza wasiwasi uliotanda kati ya wanasiasa wa Russia juu ya ushawishi wa waabudu shetani ambao wanawaona kuwa ni tishio kwa usalama wa taifa na umoja wa watu wa Russia. Ripoti ya gazeti hilo imesema Andrei Katapolov, mbunge mashuhuri wa Russia, amehusisha ibada ya shetani na umoja wa magharibi, akisema kwamba ibada hiyo inafadhiliwa na mataifa ya magharibi kama sehemu ya vita vya kiitikadi dhidi ya Russia. Gazeti la Times limesema kuwa serikali ya Russia inachunguza sheria za kupambana na waabudu mashetani na itikadi nyingine potovu, ikiashiria hatua zilizochukuliwa hapo awali dhidi ya vuguvugu la kimataifa la LGBT. Baadhi ya wabunge pia wameelezea wasiwasi wao kuhusu mahafali za kingono za kishetani na uwezekano wa shirika la ujasusi la Ukraine kupenya na kuingia katika jamii za waabudu mashetani za Russia. Nikwambie hivi, hatujamaliza. Hayo yakiendelea, Russia imelaani vikali vitisho vya mara kwa mara vya Marekani dhidi ya Jamhuri ya Kiislamu ya Iran na kusema dunia imechoshwa na hali hiyo. Msemaji wa Wizara ya Mambo ya Nje ya Urusi, Maria Zakharova, amesema siku ya Jumatano kwamba mataifa duniani yameanza kuchoshwa na vitisho visivyokwisha dhidi ya Iran. Ameongeza kuwa uchovu huu unaambatana na ukosefu wa uelewa juu ya kwa nini swala hili ambalo tayari lilipata suluhu ya kidiplomasia iliyosainiwa kihalali linaendelea kutumiwa kama kisingizio cha uwezekano wa uchokozi wa kijeshi. Kauli hii ilijikita hasa kwenye vitisho vilivyotolewa karibuni na Rais wa Marekani Donald Trump kuhusu kushambulia vinu vya nyuklia vya Iran iwapo hakutapatikana makubaliano ya pamoja. Iran na Marekani zinatarajiwa kuanza mazungumzo yasiyo ya moja kwa moja nchini Oman tarehe 12 Aprili kwa lengo la kupunguza mvutano uliodumu kwa miaka mingi. Zakharova ameonyesha kuwa mashambulizi ya kijeshi dhidi ya Iran hayataleta amani na hivyo amebainisha matumaini kuwa mazungumzo yajayo yatasaidia kuzuia mgogoro. Aidha, Zakharova amekosoa mtazamo wa mataifa ya magharibi kuhusu mpango wa nyuklia wa Iran, akitilia shaka dhamira yao ya kweli ya kutafuta suluhu ya mvuto huo wa muda mrefu. Kwa ujumla, namna wenzetu wa magharibi walivyoshughulikia suala hili hadi sasa inazua mashaka kama kweli wana nia ya dhati ya kutatua mgogoro huu. Zakharova pia alisema kuwa Teherani haiwezi kubeba lawama kwa madhara yaliyosababishwa na matendo haramu ya wale ambao kwa upofu wa kisiasa na makadirio potofu walidhoofisha makubaliano. Mnamo mwaka 2018, wakati wa urais wa kwanza Donald Trump, Marekani ilijiondoa kwa upande mmoja kutoka kwenye makubaliano ya nyuklia pamoja, mkataba ulioweka mipaka kwenye shughuli za nyuklia za Iran, kuruhusu ukaguzi zaidi na kupunguza vikwazo vya kiuchumi dhidi ya taifa hilo. Kwa upande mwingine, Dmitry Peskov, msemaji wa Kremlin, ikulu ya rais wa Russia, amesisitiza umuhimu wa diplomasia na mazungumzo badala ya hatua zinazoweza kuongeza mivutano. Amesema ni wakati wa kuwekeza kwenye diplomasia badala ya kulimbikiza vitisho vinavyoweza kupeleka hali ya kutoaminiana na hatimaye machafuko. Vile viongozi wa nchi ya Amerika Latini wametaka kuweko umoja na mshikamano wa kukabiliana na ushuru wa Rais Donald Trump wa Marekani na kuyumba uchumi kunakosababishwa na hatua hizo za Trump. Ombi hili la nchi za Amerika Latini imetolewa wakati wa mkutano wa Jumuiya ya Nchi za Amerika Kusini na Caribbean yenye wanachama 33 kwenye mji mkuu wa Honduras, mkutano ambao ulihudhuriwa pia na China. Viongozi 11 kutoka nchi za Amerika Latini na Caribbean wameshiriki kwenye mazungumzo hayo, akiwemo Rais wa Brazil Luis Inacio Lula da Silva na Rais wa Mexico Claudia Sheinbaum, nchi mbili zenye uchumi mkubwa zaidi za Amerika Kusini, pamoja na Rais wa Colombia Gustavo Petro na Rais wa Honduras Xiomara Castro. Rais Xiomara Castro wa Honduras amesema hatuwezi kuendelea na njia yetu bila umoja pale ulimwengu unapojipanga upya. Rais Honduras ameongeza kuwa Marekani imechora upya ramani yake ya kiuchumi bila kuzingatia watu walio katika mazingira magumu. Vile waziri mkuu wa zamani wa Uingereza ametahadharisha kuwa sera za kibiashara za Rais Donald Trump wa Marekani
zinauelekeza uchumi wa dunia katika mdororo hatari wa kiuchumi, na ni kupitia tu kuratibiwa hatua za kimataifa ndipo tunaweza kuzuia kukaririwa mgogoro wa uchumi kama ule ulioiathiri dunia mwaka 2008. Gordon Brown amesema kwenye mahojiano na gazeti la Guardian kwamba muda mdogo sana umesalia ili kuzuia mdororo wa kiuchumi unaoweza kuepukika. Gordon Brown ameashiria kuongezeka vita vya kibiashara, utozaji ushuru mkubwa, vizuizi vya uwekezaji na uwezekano wa kukabiliana na nchi zenye uchumi mkubwa duniani katika vita vya sarafu, na kusisitiza kuwa mamilioni ya ajira yako hatarini. Waziri Mkuu wa zamani wa Uingereza ametahadharisha kuwa japokuwa viongozi wa Marekani wamezungumzia kuongezeka mvutano mkabala wa sera za ushuru za Trump, lakini lengo la mwisho la Trump ni kurejesha uzalishaji nchini Marekani. Amesema kusitisha kwa siku 90 baadhi ya ushuru sio ishara yoyote ya kupunguza hali ya mvutano. Vile vile, tutazame sera za ushuru za Rais Donald Trump wa Marekani zilizogeuka kuwa vita vya kibiashara kati ya Marekani na waitifaki, washirika na wapinzani wake wa kibiashara. Kufuatia majibu ya kulipiza kisasi ya China na Umoja wa Ulaya kwa sera ya Trump za ushuru, Rais wa Marekani ameongeza ushuru kwa bidhaa zinazoagizwa kutoka China hadi 104. Kwa hatua hii Trump, soko la hisa la Marekani liliendelea kuporomoka kwa siku ya 4 mfululizo Jumanne ya wiki hii. Marekani ilitangaza ushuru mwingine wa 50% kwa bidhaa zinazoagizwa kutoka China baada ya Beijing kukataa kulegeza kamba katika msimamo wake wa kutoza ushuru ziada wa 34% kwa bidhaa za Marekani ili kulipiza kisasi cha nyongeza ya ushuru iliyowekwa na Trump. Msemaji wa Wizara ya Biashara amesema tishio la Marekani la kuongeza ushuru zaidi ni kosa juu ya makosa mengine, na kwa mara nyingine linaweka wazi dhati ya dhuluma na uonevu ya Marekani. China haitakubali kamwe jambo hili. Mojawapo ya matokeo ya sera ya utozaji ushuru mkubwa za Trump ni kukaribiana zaidi mihimili ya kiuchumi ili kupunguza athari mbaya za sera za ushuru za Marekani. Umoja wa Ulaya ni mshirika wa Marekani na China inatambuliwa na Marekani kama mshindani na adui katika uga wa kimataifa. Sasa Umoja wa Ulaya unafanya uratibu zaidi na China kuhusu sera za biashara ili kukabiliana na sera za ushuru za Trump. Shukrani kwa Babu ya Kivita na Historia ya Dunia. Mimi ni Richard Shio, The Rich Voice. Ni follow Instagram na TikTok kama Rich Voice Official. Asante.